الله صلى الله عليه وسلم اتق الله. قال رسول الله صلى الله عليه wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani. Ittaqillaha, muogope Mwenyezi Mungu, haithuma kunta, popote uwapo. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata, fuatisha baya kwa jema. Tamhuha, jema tafuta ovu. Wa ghaliqin nasa, naishi na watu. Bighuluqin hasan, kwa tabia njema. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii imepokelewa na Imam Tirmidhi. Medina. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ile hadithi inasema nini? Al-Islamu nadhif. Unajua? Haya, soma tusikie. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani. Al-Islamu nadhifun, Uislamu ni usafi. Fatanadhafu, basi jisafisheni. Fa innahu, hakika si vingine. La yadkhulul jannata, hatoingia peponi. Illa nadhifun, isipokuwa msafi. Rawahu Taberani, hadithi hii imepokelewa na Imam Taberani. Mashaallah, Medina nifanya vizuri. Haya, nenda kastarehe. Takbir. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un. Soma hadithi hiyo alafu mbili zinazofuata. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani. Innal ladhi laysa fi jawfihi, innal ladhi laysa fi jawfihi, hakika yule ambaye hana chochote. Shay'un min al-Qur'ani, chochote katika Qur'ani. Kalbaitil khaibi, ni kama jumba bovu. Rawahu Tabarani, hadithi imepokelewa na Imamu Tabarani. Endelea. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani. Inna Allaha la yanzuru illa swalikum, Mwenyezi Mungu angalii nyuso zenu. Wa amwalikum, na mali zenu. Walakin la yanzuru filbikum, lakini anaangalia nyoyo zenu na matendo yenu. Rawahu Tabarani, hadithi imepokelewa na Imam Tabarani. Kamilisha hadithi hii. Fa inna dhanna, hakika dhana mbaya. Akdhabul hadithi,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم. إدخال السرور على المسلم تفسير yake nini? Ni kuingiza furaha kwa Muislamu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تفعل أمرا فتدبر عاقبته فإن كان خيرا فامضي وإن كان شرا فانتهي. رواه ناني؟ رواه ابن مبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دش 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 فلا يرفع بهما الصوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, mesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, Iza atasa ahadukum, iza tajasha ahadukum, pindi atapopiga mbweo mmoja wenu, fala yarfa bihi ma saruta, basi asinyenyue sauti yake kwa vili hivyo. Rawahu. Hongera sana. Unaitwa nani? Karim. Haya, nenda. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha kuntum thalathan. Kamilisha hadithi hiyo na zinazofuata mbele yake. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, idha kuntum thalathan, pindi mnapokuwa watu watatu, fala yatanajathnan, msizungumze watu wawili, duna al-akhir, kinyume na mwingine, hatta takhtalitu bin nas, paka mchanganyike kwa watu, min ajli anna dhalika yuhzinuhum, kwa sababu kufanya hivyo kuna muhzunisha. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadithi imepokelewa ni Imam Bukhari na Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, idha tathaaba ahadukum, pindi atakapopiga mbweo mmoja wenu, falyadha yadahu ala fihi, basi aweke mkono wake juu ya mdomo, wala yawi, na wala asipige mayowe, fa inna ash-shaytana yadhahaku minhu, kwani hakika shaytani humcheka yeye. Rawahu Ibn Majah, hadithi mapokelewa na Imam Ibn Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, idha sarratka hasanatuka, pindi litapokufurahisha jema lako, wasaatka sayyi'atuka, na likakuuzi ovu lako, fa anta mu'min, basi wewe ni muumini. Rawahu Dhiyau, hadithi mapokelewa na Imam Dhiyau. Kamilisha hadithi hii. Antasila man qata'aka, antasila man qata'aka, ni kumuunga yule aliyekukata, watu'tiya man haramaka, na kumpa yule aliyekunyima, watasfa amman dhalamaka, na kumsafia nyoyo yule aliyekudhulumu. Rawahu Tabarani. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه تفسير yake nini? Na toe kwa mkono wake wa kulia. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه ناني؟ رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجلة من الشيطان. حديثنا زاجه التأني من الله والعجلة من الشيطان, upole unatokana na Allah na haraka inatokana na shetani. Vizuri, mashallah, vizuri. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha sta'dhana ahadukum thalathan. Kamilisha hadithi hiyo na usome mbili zinazofuata. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, idha stahdhana ahadukum thalatha, pindi atakapobisha hodi mmoja wenu mara tatu,
falam yu'dhanu lahu, na akawa kupewa idhini ya kuingia. Falyarji, basi na arejee. Rawahu Ibn Majah, hadithi hii mpokelewa na Imam Ibn Majah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, idha raaitumul janazata, pindi mtakapoliona jeneza, faqumu laha, basi lisimamieni. hatta tughdhanu lahu, mpaka tukhlafakum, hatta takhlifakum, mpaka liwapiteni, au tadha, au lituliwe chini. Rawahu Taberani, hadithi hii mpokelewa na Imam Taberani. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, idhhad fi dunya yuhibbaka Allah, ipe nyongo dunia atakupenda Mwenyezi Mungu. Wadhhad fi ma inda an-nas yuhibbaka an-nas, na vipe nyongo vilivyo kwa watu atakupenda watu. Rawahu Taberani, hadithi hii mpokelewa na Imam Taberani. Kamilisha hadithi hii. Falyadha yadahu ala fihi, basi aweke mkono wake, ala fihi, juu ya kinywa chake, wala yawi, wala asitoe sauti, fa inna shaitana, kwani hakika shaitani, yadhahaku minhu, anamcheka. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha kuntum thalathan fala yatanaja ithnani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nasi. Tafsiri yake nini? Mpaka wachanganyikane na watu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha kuntum thalathan fala yatanaja ithnani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nas, min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Rawahu nani? Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, fala yarfa bihim as-sawt. Hadithi hii inaanzaje? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, idha tajasha ahadukum, pindi wapiga moyo mmoja wenu, au atasa, au chafa, fala yanfa bihim as-sawt, basi asinyanyue kwa vile hivyo sauti. Hongera sana. Sallu ala nabi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alhayau min al-imani. Kamilisha hadithi hiyo na usome mbele. Alhayau min al-imani, soma hadithi hiyo na mbele zinafuata. Hujafundishwa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ahibba al-a'mali ila Allah ba'da al-fara'id. Endelea. Ahabbu al-a'mali ila Allah ba'da al-fara'id. Endelea. Ahabbu al-a'mali ila Allah, jambo linalopendeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, baada al-fara'id, baada ya mambo ya faradhi, idkhalu sururi ala al-muslim, ni kuingiza furaha juu ya Muislamu mwenzio. Rawahu Taberani, hadithi hii mpokelewa na Imam Taberani. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ayatul munafiqi. Endelea. Ayatul munafiki thalathun, alama za mtu mnafiki ni tatu. Idha haddatha kadhaba, pindi anapozungumza usema uongo. Wa idha wa'ada akhrafa, na pindi anapotoa ahadi atekelezi. Wa idha tumina khana, na pindi anapoaminiwa ufanya khiana. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari na Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunta. Hadithi hii rawahu nani?
Sallu ala nabi. Naomba hao watoto wadogo hao muwakataze fujo. Wewe mtu mzima ukimuona huyo anafanya fujo mkataze. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ittaqillaha haythu ma kunta. Rawahu nani? Rawahu Tirmidhi. Haya, vizuri sana, barakallahu fika. Sallu ala nabi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alhaya'u min al-imani. Soma hadithi hii na ukamilishe mbili mbele. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani juu yake, alhaya'u min al-iman, haya ni katika iman. Alhaya'u la ya'ti illa bi khairi, haya hajispua katika khairi. Rawahu Tabarani. Inafuata, soma hadithi inafuata. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani juu yake, ithnani, watu wawili, la yanzuru Allahu ilayhima yawm al-qiyamati, Mwenyezi Mungu atawatizama siku ya kiyama, qati'ur rahmi, mkata udugu, wajaru su'i, ajirani mbaya. Rawahu Dailami. Hadithi hii mkiwa na Imam Dailami. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, abiridu at-ta'ama, wazin chakula, fa innal harra, kwani chakula cha moto, la barakata fihi, hakina baraka ndani yake. Rawahu Dailami. Asbiri. Swali linalofuata, kamilisha hadithi hii. Ansahahum liibadati. Rawahu Tabarani. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha tajasha ahadukum au atasa fala yarfa bihima sawt. Idha tajasha, neno tajasha tafsiri yake nini? Tunataka kubeua mmoja wenu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, afdalul iyadati ajran sur'atul qiyam min 'indi al-marid. Rawahu nani? Rawahu Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idkhalu sururi ala al-muslimi. لو سمحت السؤال التالي، أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على المسلمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل. Soma hadithi hii na usome mbili zinazofuata. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, inna Allaha jamilun, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri, yuhibbu jamala, anapenda uzuri. Rawahu Imam Ahmad. Hadithi hii imepokelewa na Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, idha aradta an taf'ala amran, pindi utakapotaka kufanya jambo, fatadabbara aqibatahu, basi zingatie mwisho wake. Wa in kana khairan, na likiwa ni la khairi, famdi, basi lifanya. Wa in kana sharran, na likiwa ni la shari, fantah, basi liache. Rawahu Ibn al-Mubarak. Hadithi hii mpokelewa na Imam Ibn al-Mubarak. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, idha aradta an tadhkura uyuba ghayrika, pindi utakapotaka kutaja aibu za mwenzako, fadhkuru uyuba nafsika, basi taja aibu za nafsi yako. Rawahu Rafi'i. Hadithi mpokelewa na Imam Rafi'i. Kamilisha hadithi.
Wataswafahu, wataswafahu yadhhabu ghillu ankum, na peani mkono itaondoka kwa nini chuki. Rawahu Tirmidhi, hadithi mpokala Imam Tirmidhi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin walyaqul lahu akhuhu yarhamka Allah, fa idha qala lahu yarhamka Allah falyaqul lahu yahdikum Allah wa yuslih balakum. Wa yuslih balakum tafsiri yake nini? Atakufanyieni Mwenyezi Mungu Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha atakum karimu qaumin fa akrimuhu. Rawahu nani? Rawahu Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, dash falyad'a yadahu ala fihi wala ya'wi fa inna ash-shaytana yadhaku minhu. Inaanzaje hadithi hiyo? Idha tajasha ahadukum, pinda atapiga mwayo mmoja wenu. Idha tathaaba, sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Jauzan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, ahabbul a'mali ila Allahi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie, ahabbul a'mali ila Allahi ba'da al-faraidhi idkhalu sururi ala al-muslimi, amali ipendezayo kwa Mwenyezi Mungu baada ya faradhi ni kumfurahisha Muislamu. Rawahu Dailami, hadithi hii imepokelewa na Imamu Dailami. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha aradta an taf'ala amran. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie, idha aradta an taf'ala amra fatadabbar aqibatahu, fa in kana khaira famdhi, fa in kana sharra fantah. Ukitaka kufanya jambo basi tafakari mwisho wake, na ikiwa ni heri tekeleza, na ikiwa ni shari basi jiepushe nalo. Rawahu Ibn Mubarak, hadithi hii imepokelewa na Imamu Ibn Mubarak. Vizuri Sandra, mashallah, wa jazakillah khaira. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadithi hii mwanzo wake inaanza dash utaijaza, alafu mtume anasema fatanadhafu fa innahu la yadkhulu aljannata illa nadhifun. Inaanzaje? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie, al-islamu nadhif, Uislamu ni usafi, fatanadhafu, basi jisafisheni, fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif, kwani hatoingia peponi isipokuwa mtu msafi. Rawahu Tabarani. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, al-islamu nadhifun fatanadhafu. Neno fatanadhafu litafsiri basi jisafisheni. vizuri.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان, tafsiri yake nini? Akiaminiwa kufanya khiana. Vizuri sana, mashaallah, wajazakillahu khaira. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam abridu at-ta'am, ubridu at-ta'ama. Soma hadithi hiyo. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب للناس قال رسول الله صلى الله عليه wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie, ahibba linnasi ma tuhibbu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان. رواه ناني؟ رواه nisomee ile hadithi alislamu nadhifu. Alislamu nadhifu, Uislamu ni usafi. Fatanadhafu, basi jisafisheni. Fa innahu la yadkhulu jannata illa nadhif, hatoingia peponi isipokuwa mtu msafi. Rawahu Tabarani, hadithi imepokelewa na Imamu Tabarani. Mashaallah, wajazakallahu khairan. Haya, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tadawaw ibadallahi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha tathaaba ahadukum, pindi atakapopiga mwayo mmoja wenu. Asa qala Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rahma za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, idha tathaaba ahadukum, pindi atakapopiga mwayo mmoja wenu. falyadha yadahu, basi aweke mkono wake, ala fihi, juu ya kinywa chake. Soma hadithi inayofuata. Kamilisha hadithi hii. Ala injahi alhawaiji, fa in kana khairan. Kamilisha hadithi hiyo. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rahma za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, soma ile hadithi ya ithnani, watu aina mbili. La yandhuru Allahu, ataangalia Mwenyezi Mungu kwa jicho la huruma, ilaihima, wawili hao, yaumal qiyamat, siku ya kiyama, qati'ur rahimi, wenye kukata undugu, wajalus suri, majirani mbaya. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha aradta an taf'ala amran
Hii hadithi mwisho wake rawahu nani? vizuri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khairan fanzur wa in kana sharran fantah. Rawahu Ibn al-Mubarak. Sawa? Jazakallahu khairan. Nenda kakae chini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ba'da al-fara'id. Endelea. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zimkie juu yake na amani, ahabbul a'mali ila Allah, mambo yanayompendeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, ba'da al-faraidhi, baada ya kutekeleza faradhi, idkhalu sururi ala al-muslimi, ni kuingiza furaha juu ya Muislamu. Rawahu Baihaqi, hadithi hii imepokelewa na Imam Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ile hadithi inazaje? Ile inasema wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Inazaje? wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maalim wao vijana wazuieni hao, wasubiri mpaka wapewe ruksa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ile hadithi inasemaje? Inaendelea inasema, fatanadhafu fa innahu la yadkhulu aljannata illa nadhifun. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zimkie juu yake na amani, Al-Islamu nadhifun, Uislamu ni usafi. Fatanadhafu, basi jisafisheni. Fa innahu, kwani hakika si vingine. La yadkhulul jannata illa nadhifun, hataingia peponi isipokuwa mtu msafi. Rawahu Taberani, hadithi imepokelewa na Imam Taberani. Hasanan wa jazakillahu khairan. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha akala ahadukum. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani, idha akala ahadukum, pindi anapokula mmoja wenu, falyakul biyaminihi, basi yale kwa mkono wake wa kulia, waliyukhudh biyaminihi, na achukue kwa mkono wake wa kulia, waliyu'ti biyaminihi, na atoe kwa mkono wake wa kulia. Rawahu Bukhari wa Muslimu, hadithi imepokelewa na Imam Bukhari na Muslim. Soma hadithi inayofuata. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma Mwenyezi Mungu juu yake na amani, idha kumtum thalathan, pindi mtapokuwa watatu, fala yatanajathnani, basi wasijitenge wawili, duna al-akhar, kinyume na mwenzao, min ajli anna zalika, basi kwani hakika jambo hilo, yuhzinuhu, litamuhuzunisha. Rawahu Bukhari wa Muslimu,
Hadithi hii imepokelewa na Imamu Bukhari na Muslim. Endelea hadithi nyingine. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani, idha tasaaba ahadukum, pindi atapopiga miayo mmoja wenu, falyadha yadahu ala fi, basi aweke mkono wake mdomoni mwake, wala yawi, na wala sitoe sauti, yabhaku, fa inna shaitana, basi hakika shaitani, yabhaku minhu, humcheka utokana na jambo hilo. Rawahu Ibnu Majah, hadithi hii imepokelewa na mtoto wa Majah. Asante. Kamilisha hadithi hii. Fa inna talaba al-ilmi, qala Rasulullah, kamilisha, endelea. Fa inna talaba al-ilmi, basi hakika kutafuta elimu, walau biswin, na hata kama ipo China. Fa inna talaba al-ilmi, basi hakika utafuta elimu, faridhatun, ni lazima, ala kulli muslimi, juu ya kila Muislamu. Haya, tosha, kapumzike. Asante. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aktharu ma yudkhilu aljannata. Soma hadithi hii alafu some mbili zinazofuata. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, aktharu ma yudkhilul jannata, mambo yatakayowaingiza watu kwa wingi peponi, taqwallahu, ni kumcha Mwenyezi Mungu, wa husnul khulq, na tabia njema. Rawahu Tabarani, hadithi hii imepokelewa na Imamu Tabarani. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, akbarul kabair, miongoni mwa madhambi, aktharu khataya ibn Adama, miongoni mwa madhambi ya mwanadamu, fi lisanihi, yanatokana na ulimi wake. Rawahu soma inayofuata. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani, akrimul ulamaa, wakirimuni wanazuoni, fa innahum, kwani hakika wao, warathatul anbiyai, ni warithi wa mtume, faman akramahum, basi mwenye kuwakirimu wao, faqad akrama Allahu, basi wamemkirimu Mwenyezi Mungu, wa rasulahu, na mtume wake. Rawahu al-Hatib, hadithi hii imepokelewa na Imamu al-Hatib. Kamilisha hadithi hii. Fa inna talaba al-ilmi, hakika kutafuta elimu, faridhatun ala kulli muslim, ni lazima juu ya kila Muislam. Rawahu Ibn Abdi Barri, hadithi hii imepokelewa na Imamu Ibn Abdi Barri. Kuna hadithi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha atakum karimun qaumin
fa akrimuhu. Nani rawahu? Rawahu Ibn Majah. Sawa. Idha atakum karimun qaumin. Neno qaumin tafsiri yake nini? Kiongozi wa watu. Dash 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 ala injahi alhawaiji. Ala injahi alhawaiji. Inaanzaje hadithi hiyo? Ista'inu ala injahiril hawaiji. Asante. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam at-ta'anni minallahi. Soma hadithi hiyo alafu soma mbili zinazofuata. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani. At-ta'anni minallahi, upole unatokana na Mwenyezi Mungu. Wala ajaratu minashaitani, na haraka haraka kutokana na shaitani. Rawahu Baihaqi, hadithi hii imepokewa na Imam Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani. Ittaqillaha haithu ma kunta, mche Mwenyezi Mungu popote utakapokuwa. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata, nafatilizia jambo baya kwa kutenda jambo jema. Tamhuha, jambo baya likafutwa. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, naishi na watu kwa tabia njema. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii imepokewa na Imam Tirmidhi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani. Ithnani, watu wa aina mbili. La yanzuru Allahu, atuangalia Mwenyezi Mungu kwa jicho la huruma. Ilaihima, wawili hao. Yaumal qiyama, siku ya Kiyama. Qati'ur rahimi, mwenye kukata udugu. Wajaru suhi, na jirani mbaya. Rawahu Diramiyu, hadithi imepokewa na Imam Diramiyu. Asante. Kamilisha hadithi hii. Fa innal harra. Qala Rasulu, ikamilishe. Fa innal harra, kwani hakika chakula cha moto. La barakata fihi, hakina baraka ndani yake. Rawahu Diramiyu, hadithi hii imepokewa na Imam Diramiyu. Tafsiri neno hili linalosema kwenye hadithi hii, wal ajalatu. Wal ajalatu minash shaitani. Wal ajalatu minash shaitani, na haraka. Wal ajalatu minash shaitani, na haraka haraka kutokana na shaitani. Dash 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 au atwasa. Au atwasa, inaanzaje hadithi hii? Idha tajasha ahadukum au atasa fala yarfa bihima sauta. Nani rawahu hadithi hiyo? Hadithi ya 10. Asante, kapumzike. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, abridu at-ta'am fa inna al-harra la barakata fihi
Soma hadithi hiyo na nyingine mbili. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, uberidu taama, kipozeni chakula, fa innal harra, kwani hakika chakula cha moto, la barakata fihi, hakina baraka ndani yake. Rawahu Dilami, hadithi imepokelewa na Imam Dilami. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, hadithi inayofuata. Ahabbul a'mali, jambo linalopendeza zaidi, ila Allahi, kwa Mwenyezi Mungu, baada al-faraidhi, baada ya mambo ya faradhi, idkhalu surui, ni kuingiza furaha, ala al-muslimi, kwa Muislamu. Rawahu al-Baihaqi, hadithi imepokelewa na Imam Baihaqi. Fa innal harra, tafsiri yake nini? Kwani hakika chakula cha moto. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha tajasha ahadukum au atasa fala yarfa' bihima as-sawt. Rawahu nani? Rawahu Rafi'i. Rawahu nani? Rafi'i. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wal ajalatu min ash-shaytani. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, ataanni minallahi, upole unatokana na Mwenyezi Mungu, wal ajalatu minash-shaytani, na haraka haraka hutokana na shaitani. Rawahu al-Baihaqi, hadithi imepokelewa na Imam Baihaqi. Vizuri, jazakillahu khairan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu. Soma hadithi hiyo na usome mbili za mbele yake. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, al-ihsan, ihsan, an ta'budu Allaha, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, kaannaka tarahu, kana kwamba unamuona, fa in lam takun tarahu, basi ikiwa wewe humuoni, fa innahu, hakika yake yeye Mwenyezi Mungu, yaraka, anakuona. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi imepokelewa na Imam Bukhari na Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, akbarul kabair, kubwa ya madhambi makubwa, al-ishraku billahi, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wa qatlun nafsi, na kuiua nafsi, wa uququl walidaini, na kutoatii wazazi wawili, wa qawlu zur, na kusema uongo. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokelewa na Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, akthar ma yudkhilul janna, sababu zitakazowaingiza watu kwa wengi peponi, taqwallahi, kumcha Mwenyezi Mungu, wa husnul khuluq, na tabia njema. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii imepokelewa na Imam Tirmidhi. Kamilisha hadithi hii.
an yata'allama al-mar'u al-muslimu, an yata'allama al-mar'u muslimu, ni kujifunza mtu Muislamu, ilman, elimu, thumma yuallimahu akhahu, kisha akamfundisha ndugu yake. Rawahu Ibn Majah, hadithi hii imepokelewa na Imam Ibn Majah. Kuna hadithi ya Mtume anasema afdalul fadaili an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfah amman zalamaka. Tafsiri wa tu'tiya man haramaka, tafsiri yake nini? Na kumpa aliyekunyima. Fa innahum warathatul anbiya'i. Inaanzaje hadithi hii? Mbele kuna fa innahum warathatul anbiya'i. Inaanzaje hadithi hii? Akrimul ulama. Tosha, asante. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tadawaw ibadallah. Soma hadithi hii na usome mbele mbili. Tadawaw ibadallahi zote anazo 50. Tadawaw ibadallahi fa inna Allaha lam yada' da'an. Tafsiri neno fa inna Allaha lam yada' da'an. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة. تنظفوا tafsiri yake nini? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mwenyezi Mungu ameujenga Uislamu katika usafi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babun min al-ilmi yata'allamuhu ar-rajulu. Ewe imalizie hadithi hii. Babun min al-ilmi, mlango mmoja katika elimu. Yata'allamuhu ar-rajulu, yata'allamu ar-rajulu, anaojifundisha. Yata'allamuhu ar-rajulu, anaojifundisha mtu. Thumma yuallimu akhuhu khairul lah min 100 rak'atin. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhaba alhadithi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi inayofuata inaanza wattamaa fa innahu al-faqru al-hadiru. Iyyakum wattamaa, jiepusheni na tamaa mbaya. Fa innahu, hakika ya tamaa mbaya. Al-faqar al-adhharu, ni ufukara waziwazi. Rawahu Tabaraniyu, hadisi imepokelewa na Imamu Tabaraniyu. Haya, hongera sana, kaa chini. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, ahabbul a'mali. Endelea. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zifikie juu yake na amani, ahabbul a'mali ila Allah, ila Allah ba'da al-fara'id. Sijui. Mashallah, afdalu. Mashallah,
Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fatanadhafu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu zifikie juu yake na amani, al-Islam nadhifu, Uislam ni usafi. Fatanadhafu, basi jisafisheni. Fa innahu, kwani hakika si vingine, la yadkhulul jannata illa nadhifu, hataingia peponi isipokuwa msafi. Rawahu Taberani, hadithi hii mlikuwa Imam Taberani. Vizuri. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ithnani la yanzuru Allahu ilayhima yawma alqiyamah, qati'ur rahimi wa jaru su'i. Wa jaru su'i tafsiri yake nini? Mwenye kukata udugu. Wajaru su'i, jirani mbaya. Vizuri. Aya, hongera sana binani Suhaila. Aya, jazakillahu khairan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tawadhu. Hebu isome hadithi hii. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rahma na amani ziwe juu yake, tawadhu, nyenyekeaneni, ibadallahi, waja Mwenyezi Mungu, watasafahu, nasafianeni nia, yadhhabil illu ankum, zitaondoka chuki miongoni mwenu. Nataka tawadhu hatta la yabghi ahadu ala ahadin. Tawadhu, nyenyekeaneni, hatta la yabqi ahadun, hata sibaki yoyote anamdhulumu au anamnyanyasa, ala ahadin, mwengine, تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. Soma hadithi hiyo. Soma inayofuatia. rudia tena. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wala yafkhara ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Endelea hadithi inayofuata. Nenda sala pili. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anza mwanzo wa hadithi inayoendelea, mudminul khamri wa qatir rahimi wa musaddiqun bisihri. Inaanzaje hadithi hiyo? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rahma na amani ziwe juu yake, thalathatun, watu watatu, la yadkhuluna aljanna, hawatoingia peponi, mudminul khamri, mwenye kudumu katika pombe, wa qati'ur rahimi, na mwenye kukata udugu, wa musaddiqun bisihri, na mwenye kusadikisha uchawi. Rawahu al-Imam Ahmad, hadithi hii imepokelewa na Imam Ahmad. Neno yusfina laka lina tafsiri gani kwenye hadithi hii? Thalathun yusfina laka wudda akhika, tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u lahu fil majlisi wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi. Yusfina laka tafsiri yake nini? Ukiwa nayo. Ukiwa nayo.
ala sawa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tanadhafu bikulli ma istata'tum fa inna Allah ta'ala bana al-islam ala an-nadhafa. Rawahu nani? Rawahu Tabrani. Hongera sana. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tadawu ibadallahi fa inna Allah lam yad'a da'an illa wada'a lahu dawa'an. Hadithi zinazofuatia zisome. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani. Thalathu, mambo matatu. Yusfina lakawudda akhika, yatakayomwongezea mapenzi ndugu yako. Tusallamu alayhi, kwa kutoa salamu. Tusallamu alayhi, kwa kutoa salamu. Tusallimu alayhi idha laqitahu. Idha laqitatu fil majalis, na kumwekea nafasi katika vikao. Wao vizuri. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Hadithi hii tafsiri yake nini? Hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda mambo mazuri. Rawahu Muslim. Jamilun tafsiri yake nini? Mzuri. Na jamala? Mambo mazuri. Haya. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi jawfi shay'un min al-Qur'ani kalbayt al-kharibi. Inna alladhi laysa fi jawfihi, hakika yule ambaye hana katika kifua chake, shay'un min al-Qur'an, chochote katika Qur'an, kalbaiti al-kharibi, ni kama jumba bovu. Vizuri. Haya, jazakillahu khairan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam at-ta'anni min Allah. Soma. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zifikie juu yake na amani. At-ta'anni min Allah, upole unatokana na Mwenyezi Mungu. Wal ajaratu minash shaitan, na haraka haraka utokana na shaitani. Rawahu Tirmidhi. Rawahu Taberani. Hadithi hii mkulia na Imam Taberani. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam abridu at-ta'ama. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani. Aberidu taama, kipozeni chakula. Fa innal harra, kwani hakika chakula cha moto. La barakata fihi, hakina baraka ndani yake. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayatul munafiqi thalathun. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie juu yake na amani. Ayatul munafiqi thalathun, alama za mtu mnafiki ni tatu. Idha haddatha kadhaba, pindi anapozungumza usema uongo. Wa idha waada wa akhlafa, na pindi anapotoa ahadi atekelezi. Wa idha tumina khana, na pindi anapoaminiwa ufanya khiana. Rawahu Bukhari wa Muslim.
Hadithi hii mpokea na Imam Bukhari wa Muslim. Mashaallah babangu, kaa chini, wajazakallahu khairan. Tutampa moja ya majaji aseme nanyi katika muda huu kwa kile ambacho tumekwenda ama wamekwenda kukijaji katika muda usiozidi dakika 10, na baada ya hapo tutapata nasaha kutoka kwa mashekhe. Baada ya nasaha hizo tutakwenda kutoa zawadi na kuwataja washindi, na baada ya kuwataja washindi wetu basi kitakachofuatia ni baraka kwa maana ya chakula. Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wattabi'ina subul Allah, thumma amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehma na amani Mtume Muhammad, tupo katika kikazi na tukio adhim, na ndiyo kikazi na tukio ambalo wanalitafuta malaika. Wanapoona vikazi kama hivi huambizana tumepata kusudio letu. Kwa hiyo wanashuka, na ni imani yangu kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi kuwa hapa tulipo tupo pamoja na malaika, wametufunika na mbawa zao na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala zinamiminika. Lakini pia Allah anatutaja kwa al-mala'il a'la, akitutaja kwa kheri na sifa nzuri. Tupo katika mashindano ya kuhifadhi hadithi za Mtume Muhammad. Hadithi hizi Mtume sallallahu alayhi wasallam ameonyesha ubora wake na ubora wa wanaofanya kazi ya kuhifadhisha hizi hadithi kwa kusema, nadhara Allahu mra'an sami'a minni maqala fawa'aha faaddaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min sami' wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Nadhara Allah, Mwenyezi Mungu ampe heshima yule ambaye amesikia kutoka kwangu mimi maneno, fawaaha, yale maneno akayaelewa, na katika riwaya akayahifadhi, faaddaha kama sami'aha, akayawasilisha kama alivyoyasikia. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuombea atakayemsomesha mtoto hadithi, amemuombea an-nadhara, na an-nadhara maana yake ni al-bahja wal-baha, ni kuwa na uso wa haiba. Lakini al-Imam al-Khattabi alayhi rahmatullah akasema nadhara Allahu mra'an, maana yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amvalishe vazi la heshima. Kwa hiyo wanaofanya kazi hii wamepata bahja, wamepata bahaa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ya Mtume Muhammad. Na vijana waliohifadhi watafufuliwa
kama ulama, kama fuqaha, wasomi wa sheria, kwa maana warithi wa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, kwa sababu Mtume amesema man hafidha ala ummati 40 haditha, atakayehifadhi katika umma wangu hadithi 40, ba'athahu Allahu min zumrati al-ulamai wal fuqaha, Allah subhanahu wa ta'ala atamfufua akiwa ni katika kundi la wasomi na wataalamu wa fiqhi, hadithi 40. Lakini waratibu wa hadhara hii na tukio hili wamesema sisi tutaenda zaidi ya hadithi 40, tutaongeza hadithi 10, wameenda hadithi 50. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala autawilishe umri wao. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala awape afya njema katika viwiliwili vyao. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atimize kusudio la mioyo yao. Hili likimaanisha, basi linamaanisha kwanza, pamoja na mambo mengi, linamaanisha upeo na maono waliokuwa nayo wazee wetu. Na mimi kwa uzoefu wangu, kwa muda huu niliokaa na wazee wangu Sheikh Isa, lakini Sheikh Ahmed, kwa muda mrefu, mimi mpaka sasa hivi ninawaita wazee wa tahlil al-faragh, watu wa gap analysis. Yani hivi sasa kuna mashindano mengi ya Qur'an, lakini hakuna mashindano ya kuhifadhi hadithi za Mtume Muhammad. Na hadithi ni hikma, wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuteremshia Mtume Muhammad, amekuteremshia kitabu, lakini amekuteremshia hikma. Hikma ni maneno ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Kwa hiyo wazee wetu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo wa kutambua mapungufu yaliyokuwepo katika jamii na kuangalia ni kwa namna gani wana fill hizi gap ambazo zinaonekana katika jamii. Hilo la kwanza. Lakini hili jambo ukilitazama kwa undani lina faida kubwa sana kwa vijana hawa. Leo pamoja na kuwa majaji wetu kidogo kuna namna ya ushabiki umeonekana, kuna takbira zimepigwa, kuna salatu ala nabi. Nimeona pale wakati ule Mwarabu wa Dubai anatiririka, nimeona kuna salatu ala nabi. Mwalimu wangu Sheikh Juma ilikuwa ni katika sura ya tashjia, lakini alhamdulillah rabbil alamin, hili jambo lina faida kwa hawa vijana. Ukiacha faida za akhera, kuna faida za duniani. Kwanza, kitendo cha wao kuhifadhi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hili tunakuwa tumehifadhi maadili. Tunaamini waliohifadhi hadithi hizi 50 za Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaamini hadithi hizi zitakuwa ni waqi'an muasham fi hayatihim, zitakuwa ni reality, ni uhalisia ambao unaonekana katika maisha yao ya kila siku. Hilo namba moja. Lakini namba mbili, tunakuwa tumewapa watoto wetu kitu kinachoitwa wanasema tanmiyat adh-dhaka adh-dhihni. Sheikh anasema adh-dhihni, tanmiyat adh-dhihni au adh-dhaka. Tunakuwa tumedevelop uwezo wao wa kuhifadhi mambo. Mimi naamini waliohifadhi hadithi 50 za Mtume sallallahu alayhi wasallam, naamini kwao yatakuwa mepesi masomo wanayoyasoma katika elimu zetu za sekula na elimu nyingine, kwa sababu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni maneno matukufu. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Haya maneno kijana ameyahifadhi, kwa sababu alwahyu wahyani. Wahyu upo katika sura mbili, kuna wahyu wa Qur'an na wahyu wa maneno ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi.
Kwa hivyo kwake tunatarajia utakuwa ni wepesi mkubwa katika istiab, kuyachukua kwa upana masomo yake mengine, ukiacha hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia swala la kuhifadhi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna kile kitu kinachoitwa recalling velocity, yani kwamba tunaukuza uwezo wa kijana katika kukumbuka. Hapa tunaona Sheikh Juma na ndio alikuwa anaongoza katika ile eneo, lazima tukutaje kwa kazi kubwa aliyoifanya, kwamba mtoto anatajiwa dhamiri, lakini yule mtoto anakumbuka hii dhamiri maana yake ni yeye. Hii inakuza ile recalling velocity, uwezo wa kijana kukumbuka. Kwa hiyo haya mambo yana faida kubwa, ukiacha faida zake akhera, zina faida kubwa katika maisha ya dunia. Lakini mwisho, kwa kumalizia tukio hili kwa sura ya kwanza, na mimi nitumie nafasi hii kuwapongeza wakina mama. Sasa mimi toka nimefika hapa nimeona idadi kubwa ya waliowahi mapema na kupendezesha eneo letu ni wakina mama. Kuna baadhi ya wazee wameniambia wakina mama wengi kutoka Kigamboni. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapongeza wakina mama kwa ushiriki wao mzuri na kuwahi mapema katika hili eneo la tukio letu hili. Mimi niseme tukio hili ni ishara inayoonyesha kuwa mambo yanawezekana. Nilikuwa naongea na Sheikh Ahmed hapa kwamba kumbe kama tumeweza kuwahifadhisha vijana hadithi 50, tunaweza kupata wale wataalamu wabobezi wa hadithi, tunaweza kupata muhadithun, tunaweza kupata hufadh, al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, wale ambao wamehifadhi hadithi 1000, hadithi 100 na kuendelea. Kwa maana tunaweza kupata kizazi ambacho kina uwezo mkubwa wa kuhifadhi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mimi kwa kumalizia niishie kupongeza hili jambo, na ni jambo ambalo linatakiwa lipewe kipaumbele sana, kama au zaidi ya vipaumbele tunavyoviweka katika kuhifadhisha Qur'an. Kwa sababu masahaba wanatuambia tulipokuwa sisi vijana karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ta'allamna al-iman, tulianza kusoma iman, thumma ta'allamna al-Qur'an, kisha tukasoma Qur'an, fazdadna bihi imana, ile Qur'ani ikatuzidishia nini? Imani. Kwa maana wao walianza kusoma maneno ya Mtume Muhammad, wao walianza kusoma kwenye vitendo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hapo akaja kusoma Qur'an, fazdadna bihi imana, ile Qur'ani ikaja kuwazidishia imani baada ya kujifunza kutoka katika maneno na vitendo vya Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ja'alana Allahu mimman tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla wa lam yu'thir al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati allati hiya khayrun wa abqa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Nimepewa dakika chache za kutoa shukrani. Kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyejalia kuleta fikra ya kuanzisha jambo hili la ibada. Tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutizindua uzinduzi ulio bora. Pili, ni washukuru walimu waliosimamia mafunzo na kitengo hiki cha kuhifadhi hadithi. Walimu tunawashukuru sana kwa kazi kubwa mnayoifanya, na hii ni kazi ya ziada ambayo mmeiongezea kwa umri wenu. Lazima tuwashukuru sana namna mlivyojitoa. Vijana wengi hawashughuliki na mambo hayo ya dini kama mlivyonyie. Kwa hiyo tunawashukuruni, mbaki na msimamo huo, muendeleze hii ibada ya kuwasomesha vijana
na Allah subhanahu wa ta'ala atawafanyia wepesi katika maisha yenu. Naendeleza shukurani ya wazazi na walezi ambao mmejitoa kuungana nasi katika shughuli hii muhimu. Ni vizuri na nyinyi tuwashukuru kwa sababu mmetumia muda wenu, na muda ni mali kuliko mali yenyewe. Kwa hiyo ukiutumia vizuri, basi bila shaka unafaidika na matumizi yako. Hamkuharibu na mmeutumia vizuri, mmeboresha hii hadhara, na huu ni mwanzo. Kwa tunawashukuruni nyie kuwepo, na ni vizuri kuondoka sasa na ujumbe kwamba tuna jambo hili sasa hivi insha Allah taala la kila mwaka tutakutana katika kiwanja hiki kuona vijana wetu wanaongeza ufahamu wa akili zao na maarifa ya kuhifadhi maneno ya kiongozi wetu, mwalimu wetu wa maisha, mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wazazi na wazee wetu wa eneo letu la Kijitonyama, tunawashukuruni kuhudhuria kwenu. Kwa hiyo bila kupoteza muda, tunawatakia kila la kheri majaji, na tunawaomba wawe waadilifu katika maamuzi. Yule ambaye amepata daraja ya kwanza basi apewe malipo yake, na aliyeanguka chini naye vile vile apewe malipo yake na kupewa pongezi kwa kumpa moyo naye ajiongeze katika kuhifadhi vizuri masomo yake. Baada ya kumaliza haya, wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Vijana 6 wamefungana kwa kupata maksi 100. Mashaallah. Vijana 6 wamefungana kwa kupata maksi 100. Naomba tuwataje na watakuja kuchukua zawadi zao kwa mashehe. Wapo Munii. Takbir! Allah! Takbir! Allah Akbar! Kutoka Chanika kwa mwalimu Badika. Mashaallah! Badika. Mwalimu Isha kutoka Madrasa Suleiman Kigamboni. Mashaallah! Ibrahim Ali kutoka Madrasa Suleiman. Mariam Ali kutoka Madrasa Suleiman. Mashaallah! Abdul Razak Fadhil kutoka Tarbia Kijitonyama. Takbir. Na Tarik Saidi kutoka Tarbia Kaza Roho. Mashaallah!